Mkuu, kuhusiana na kesi ambayo naendelea kuipeleleza, nimegundua jambo moja. Lipi? Kuna binti alikuwa pale eneo la tukio lile. Kwa hiyo ana ukweli wote. Sasa umemkamata? Hapana mkuu, sijamkamata. Kwa nini umemwacha? Wewe ungemkamata, wewe ni mhusika tu katika hilo. Hapana mkuu. Najaribu kumfuatilia hatua kwa hatua nijue nini chanzo na kiini chake zaidi. Inawezekana ikawa kweli, lakini najaribu kufuatilia kwa makini zaidi, hatua kwa hatua, nione nipate kwa umakinifu zaidi, alafu baada ya hapo kama anahusika moja kwa moja nitamtia mkononi. Najua hawezi kunikimbia. Huyu mtano ni mtano. Ni mazingira jirani na ile nyumba tukale tukio. Mara kwa mara alikuwa anakuja pale. Lakini ni sawa. Unafanya sawa vibaya. Kwanza kwa umpelelezi kwanza, sio? Ndio maana yangu. Sasa ninakupa kitu kimoja cha kushauri wangu. Kama ikiwezekana, leo binti uwe naye karibu. Uwe naye karibu na mpenzi wako. Unajua kisha kwa mpenzi wako ni rahisi sana kumkamata. Na vile vile kubadilika. Yaani vaa nguo ambazo zinaendana na watu wa kule. Jichanganye. Usivae vizuri sana watakushtukia. Nahisi hilo litakuwa jambo zuri sana kwao. Ila pamoja na mapenzi jiangalie. Usije ukazidi sana mapenzi ukasahau kazi. Asante kwa ushauri. Sana, shukrani sana. Tabu. Pole Fukuta. Naomba kusaidie beki. Haya, kuhusu hivyo, kwa nini unapenda kunifuatilia? Kuna sababu nzito sana. Ila kuna mwanamke mzuri sana. Mwenye udongo wa Kiafrika. Sipata kumuona hapo kabla. Naomba uhifadhi moyo wangu. Hakika nakupenda sana. Kwa hiyo umenisimamisha hapa ili uniambie upuuzi wako. Tena nakwambia siku nyingine usije ukasubutu. Afu pia mimi siko tayari kuwa na wewe.
Najua ujui. Ili ni jiji. Ila kuwa makini. Pole sana dadangu kwa yaliyokukuta. Asante. Na ni vyema ungenieleza huyo dadako yuko vipi ili nione kama nitamfahamu. Dadangu anaitwa Katrina. Yaani sio mrefu, ni mfupi hivi afu mnene. Ila ni mweupe. Katrina? Ni mweupe? Mweupe sana. Ana kidoti sehemu kama hivi. Ni upande huu? Ana kidoti mkono wa kushoto. Basi kama ni huyo unemsemea wewe, utakuwa namfahamu. Kweli? Kwa sababu wako hao wawili. Huyo mwingine mrefu mweusi. Na huyo sio dadangu. Basi kama ni huyo unemsemea wewe, basi atakuwa ni yeye. Sasa sikiliza. Mimi nitakupeleka, nitakuonyesha nyumba ile. Ila kufika siwezi. Hata hivyo nitakushukuru sana. Kwa sababu nimehangaika sana nimtafuta bila mafanikio. Basi kama ni wewe utakuwa umempata. Sasa twende nikuoneshe. Nirudi nifanye mambo yangu. Narudia tena. Nimesema huyu sio ndugu yangu. Dada, unijui mimi? Dada, usifanye hivyo. Mimi ni ndugu yako kabisa damu, hapo leo unanikataa kweli. Mimi nashindwa kuelewa. Wewe unaniambia huyu ni dada yako. Mpaka mimi nakukaribisha ndani uliniambia ni dada yako, si ndio? Huyu ni dadangu kabisa damu. Sikiliza nikwambie, mimi sina ndugu kama wewe. Hapana dadangu, ni ndugu yangu kabisa damu. Mume wangu, huyu nadhani ana shida na pesa. Ngoja nimpe pesa. Hapana dadangu, sina shida hela. Shika pesa uondoke. Hii itakusaidia. Kweli mimi sina shida ya pesa. Shika pesa. Hapana. Hata kwambia ana shida ya hela. Nimekuja kukuambia tu kwamba wazazi wetu wamefariki. Wazazi wangu wamefariki? Nimeshakwambia mimi na wazazi mimi. Kama wazazi wako wamefariki, mimi hiyo hainihusu. Wazazi wangu mimi wote ni wazima, hakuna aliyefariki hata mmoja. Labda ndio wazazi wako wao waliofariki. Dada. Ngoja. Subiri. Wewe unaniambia wazazi wako mama yako alifariki. Lakini huyu simfahamu na wala simtambui. Sina ndugu kama huyu mume wangu. Sio kama tu unamkana? Hapana. Sina ndugu na huyu. Hivi unavyoniangalia mimi naweza nikafanana na huyu kinyago?